mwacheni Tundu Lissu aende zake nyumbani akiwa huru. Tumeanza operesheni katiba mpya. Tumeanzia na Chingwea, tukaenda Masasi, tukaenda Songea, jana tulikuwa Njombe, na leo tuko Mbarali. Lengo moja tu, kuja kuhubiri katiba mpya, kuja kuambia wamwachie Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo nikisema katiba mpya, nyie semeni Free Lissu. Katiba mpya! Katiba mpya! Kwa dakika moja watu wa Mbarali, naombeni sauti zenu tuzisikie. Hizi sauti zenu tunataka CCM wasikie. Mbarali wanamdai Tundu Antipas Lissu kwa uwivu mkubwa, kwa sababu yule mwenyekiti wetu ni mtu mwema. Hajafanya kosa lolote mpaka leo, mwaka mmoja na miezi miwili na zaidi yuko gerezani kwa sababu ya unyanyasaji. Kwa hiyo kwa dakika moja watu wa Mbarali wote tutamdai Lissu. Wote tutasema Lissu, 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 Lissu. Sawa? Nakubaliana? Sawa. Tunaanza sasa. Lissu, 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 Lissu. Endeleeni. Lissu, 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 Lissu. Asanteni sana, sauti zenu zimesikika. CCM wamepata ujumbe wenu, na mimi nilikuwa naruka kwa msisitizo kwamba sisi Chadema nguvu tunazo, ari tunayo ya kupambana na hawa watu. Mzee Wasira anaweza akarukaruka? Nguvu wanayo ya kuwapambania wa Tanzania. Ndio maana tunasema kile chama cha CCM ni chama ambacho kinaelekea kujifia. Mzee Wasira mpaka leo ni makamu mwenyekiti wa CCM taifa. Mmemwona makamu mwenyekiti wetu? Anaweza akapambana na makamu Heche? Heche atapiga push up. Mzee Wasira ataweza? Mwenyekiti wetu anaweza akapiga push up. Samia ataweza? Kile chama kimejaa wazee. Makamu mwenyekiti wa CCM taifa Mzee Wasira leo hii ana miaka 80. Nchi hii bado ni changa sana. Bado tuna safari ndefu mno. Ndani ya miaka 50 ijayo Mzee Wasira atakuwepo? Tuongee tu ukweli, atakuwepo? Kwa nini anafanya maamuzi ya watu wa Mbarali ambao watakuwepo baada ya miaka 50 kuanzia leo? Waende wakampumzishe, si ndio? Samia apumzishwe, si ndio? Kwa sababu kile ni chama cha wauaji. Ni chama cha nini? Waliua, hawakuua. Wauaji si wauaji. Waongo si waongo. Wadhalimu si wadhalimu. Mafisadi si mafisadi. Chadema ni fire si fire. Fire si fire. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kuambia ukweli. Sasa nyinyi watu wa Mbarali, leo nataka tuzungumzie kuhusu haki. Mnazijua haki zenu? Nyinyi watu wa Mbarali, mna haki ya kuishi bila kutekwa. Mna haki ya kuishi bila ya kuuawa kwa kutumia vyombo vya dola. Mna haki ya kutotekwa. Mna haki ya kuelimishwa.
Mna haki ya kwenda mahospitalini mkapata huduma bora. CCM wanawapatia huduma bora? Mna haki ya kutoa maoni na kuwa na fikra huru. Leo hii ukitoa maoni bila kuogopa, wanakufanya nini? Wanakuja kukuchukua nyumbani kwako, si ndio? Wanakuteka, si ndio? Nyinyi watu wa Mbarali, kwa sababu mmesema nyinyi wote ni Chadema, nataka na nyinyi pia muendelea kuwa na ari ya mapambano, msiogope kusema ukweli. Na ndio maana Chadema leo tukasema ngojeni twende tuambie Mbarali haki zao, ili watambue kwamba wana haki ya kuishi, wana haki ya kutotutekwa, wana haki ya kupata elimu, wana haki ya kwenda mahospitalini na kupata tiba. CCM walikuja kwenye zile walivyokuwa wanafanya kampeni ya uchaguzi ambao ulikuwa sio huru na haki. Waliwaambia kwamba watawapa elimu bure, lakini watawapa matibabu bure, lakini ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utaanza. Huo mchakato wa katiba mpya umeanza? Hawa CCM ni waongo. Na ndio maana wakaja na tume ya uchunguzi ambayo ripoti yake ilitolewa na Jaji Chande. Ripoti ya uongo. Ripoti ambayo Jaji Chande hakuweza kumwajibisha Samia kwa kauli zake za nywinywinywi wala nywinywinywi. Samia aliliambia jeshi, aliwaambia kwamba muwe tayari, uchaguzi unakuja. Hivi jeshi la nchi hii linaruhusiwa kufanya siasa? Jeshi la nchi hii linaruhusiwa kufanya siasa kwenye nchi hii? Maana yake ni kwamba Samia alikuwa analiambia jeshi, nendeni mkawaue Watanzania watakao nipinga mimi. Kwanza walifanya uchaguzi ambao ulikuwa sio halali, lakini pili waliwaua Watanzania, tatu wameendelea kuwa na kiburi. Na Biblia inasema utakapotawala wananchi wako kwa kiburi, nini kitafanyika juu yako? Hamfahamu? Hamsomi Biblia? Qur'ani je? Biblia inasema wale watawala wote ambao wanatawala wananchi wao kwa kiburi, wanaua wananchi wao, basi na wao watauawa vivyo hivyo. CCM, siku zenu zimekwisha. Siku zenu zinahesabika. Muda wenu wa kuendelea kutawala Tanzania umeisha. Biblia inasema mene, mene, tekeli na peresi. Mene, mene, tekeli na peresi. Wote tuseme mene, mene, tekeli, peresi. Ndugu zangu watu wa Mbarali, mkiona Chadema tumefika hapa leo, juzi tulikuwa Songea, jana tulikuwa Njombe. Watu wa Njombe walikiunga mkono chama hiki kwa kutuchangia tone tone. Nyinyi watu wa Mbarali, mtatuchangia tone tone ili tuweze kufika Mbeya mjini kesho? Mtatuchangia? Maana mwenezi wa CCM aliwaambia wananchi wasituchangie tone tone, lakini nilipofika hapa nikauliza hapa ni wapi, mkasema nyinyi ni hapa ni Mbarali, si ndio? Kwa hiyo Mbarali mtaonesha nguvu yenu kwa Kenan kiongozi, ili aone hapa hakuna CCM ila hapa wote ni Chadema. Basi shikeni simu zenu nitaje namba ya kutuchangia. Shikeni simu zenu mara moja. Nianze haya, 07
mtatoa. Baadaye kutakuwa kuna utaratibu wa kutoa cash. Kwa sasa nitataja namba. Sawa sawa? Haya, 07 44 44 6969. Narudia, 07 44 44 6969. Jina litakuja Chadema HQ. Kwa Kiswahili Chadema HQ, Chadema makao makuu. Kwa hiyo jina halitatoka Brenda Rupia. Likitoka Brenda Rupia umepigwa. Jina litatoka Chadema HQ. Kwa wale ambao hawajajiunga na chama au mna smartphone na mnataka kuchangia chama hiki, namba ya utatuma neno NIMO kwenye WhatsApp. Baada ya hapo utaweka namba 0793 008 292. Utatuma. Alafu utapata menu ambayo itakuja namna ya kujisajili wanachama, kuchangia chama, kujiunga kwa malipo ya kujirudia. Hapo sasa wewe utaamua kama unataka kujiunga kwa malipo ya kujirudia, kwa maana ya kila mwezi unaweza ukajiamulia kuchanga 1000 au 2000 kila mwezi na kuendelea. Hata ukitaka kuchanga 200,000 kila mwezi, ni wewe na moyo wako. Ndugu zangu watu wa Mbarali, tunaomba sana muendelee kukiunga chama hiki mkono kwa kukichangia chama hiki. Sawa sawa? Jambo la mwisho, Lissu yupo gerezani kwa sababu yenu nyinyi watu wa Mbarali. Lissu amekataa kutoka gerezani kwa sarafu za fedha. CCM walimwambia tukutoe ila utoke nje ya nchi, na Lissu akakataa. Sasa nyinyi watu wa Mbarali mumuunge mkono Tundu Antipas Lissu. Chadema tunajua utaratibu wa kutangaza maandamano. Kimsingi maandamano ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo asitokee mtu yoyote akakuzuia kuandamana, kwa sababu kuandamana ni haki ya kikatiba. Na wakiwazuia, waambieni Chadema walisema ni haki yetu kuandamana. Mmesikia vizuri? Kwa hiyo nyinyi kama mnataka kuandamana, endeleeni na utaratibu wenu. Chadema baada ya kuzunguka itatangaza siku ya maandamano, na nyinyi wananchi mtajulishwa. Kwa hiyo nyinyi endeleeni na utaratibu wenu. Siku ya maandamano yatatangazwa na chama. Lakini la mwisho hili nataka nilizungumze kwa lugha ya Kiingereza. CCM, you people are killing just so you can stay in power. It will not help you simply because the land will never forget blood that has spilled on the ground. We will never forget 29 October. Hatutawahi kusahau tarehe 29 Oktoba. Mliua ndugu zetu, mkaua mama zetu, mkaua baba zetu. Hatutawahi sahau. Siku yetu inakuja. Hamtakaa madarakani miaka yote. Siku ya Chadema inakuja. Viva Chadema, viva! Viva Chadema, viva! Viva Chadema, viva! Viva Chadema, viva! Peoples, fire si fire, fire si fire. Asanteni sana ndugu zangu watu wa Mbarali. Na sasa naomba nimlete kwenu mwenyekiti wa Baraza la Wanawake Taifa, Mheshimiwa